Leo nakuletea simulizi nzuri sana ya kutisha. Jina la simulizi hili ni Mwisho na Mwanzo, yaani simulizi isiyoisha. Mwisho wa mwanzo. Simulizi isiyoisha. Katika kijiji cha Mlangoni, kilicho kati ya milima mikuu ya Mlimaji na msitu wenye historia ya ajabu unaoitwa Msitu wa Milele, aliishi kijana aitwaye Nuru. Alikuwa hana wazazi, amelelewa na bibi yake, Mama Mtani, ambaye alikuwa mchawi wa uponyaji na mlinzi wa siri kubwa ya dunia. Siku moja Mama Mtani alipomuita Nuru kwa sauti ya chini sana, sauti ambayo hutumika tu mbele ya hatari kubwa, alimkabidhi sanduku dogo la mbao. Akamwambia kwa sauti ya mwisho, wakati ukifika fungua sanduku hili, lakini si kabla ya kuona kivuli kinachotembea bila jua. Usiku huo Mama Mtani alitoweka. Hakuna aliyetambua alipoenda na watu walidhani alikufa. Nuru aliachwa na siri kubwa bila majibu. Ndipo maisha yake yakaanza kubadilika. Kila alikokwenda alikumbana na watu waliomtambua kwa jina ambalo hajawahi kulitumia, Motaji. Ndani ya ndoto zake alijikuta akitembea kwenye miji isiyojengwa bado, akizungumza na watu waliokufa miaka mingi iliyopita, na mara nyingine alisikia sauti ya msichana aitwaye Aziza, aliyedai kuwa yuko kifungoni katika ghorofa ya saa 13, jengo ambalo halionekani kwa macho ya kawaida. Ndipo akaanza safari yake kutafuta ghorofa ya saa 13, kutafuta maana ya kivuli kinachotembea bila jua, na kujiuliza, kama hii ni ndoto, mbona kila jeraha ninalopata linauma kweli? Njiani anakutana na rafiki asiyeeleweka, Rasi, msichana mwenye uwezo wa kusikia sauti za vitu visivyo na uhai. Wanaungana pamoja kutafuta ukweli. Lakini ukweli huo haupo nje, uko ndani yao, na kuufikia ni kupita kwenye giza la nafsi, vita vya damu, na maamuzi ya kuacha au kuendelea kupigana. Sura ya pili. Kijiji kisicholala. Nuru na Rasi walifika katika kijiji kilichoitwa Lulanda, kijiji kilichoandikwa kwenye ramani ya zamani lakini hakikuwahi kusikika tena katika simulizi za watu wa kawaida. Waliingia jioni, jua likielekea kuzama, lakini hali ya kijiji haikufanana na kawaida. Nyumba zilikuwa nyingi, nzuri, safi, lakini hazikuwa na watu. Hakukuwa na moshi, kelele au harufu ya chakula. Kimya. Rasi alinyanyua kichwa akasema kwa sauti ya kusisimua, Nuru, hiki kijiji hakina watu, lakini kina ndoto zao. Mara wakasikia sauti ya kicheko, cheko cha mtoto kilichovuma kutoka kila upande kama upepo uliovaa sura ya binadamu. Ha 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 ha. Kisha wakaanza kuona watu waliokuwa kama vivuli, wakitembea bila miguu kugusa ardhi, wakifanya kazi zao za kila siku kana kwamba hawajaona wageni wawili waliowasili. Wako kwenye ndoto ya kudumu, alisema Rasi. Kama tukikaa muda mrefu, tutalala na hatutaamka tena. Lakini Nuru alihisi kitu tofauti. Macho yake yalimwonyesha mwanamke mmoja aliye tofauti. Alikuwa na rangi, alikuwa halisi na alikuwa anamlilia. Nuru, ukiingia ndotoni mwao, utagundua jina lako halikuwa lako. Na mwisho wako si mwisho wao. Alikuwa ni Aziza. Nuru alimfuata. Hapo ndipo mlango wa hewa ulipofunguka ghafla, na upepo ukampeleka hadi kwenye ulimwengu wa ndoto ya kijiji, ndoto ambayo kila anayeingia hutakiwa kujibu swali moja kuu kabla ya saa ya 13. Ungependa kuishi maisha yako halisi au yale uliyotamani? Rasi alipotea, hakukuwa naye tena. Na Nuru alihisi kuwa kila jibu lina gharama. Alipojaribu kukimbia, alikutana na mtu aliyevaa uso wake mwingine kama yeye, lakini mwenye nia ya kuharibu kila alichojenga. Mimi ni wewe. Lakini niliamua kuchagua ndoto. Twende kwenye sura ya 3 ambapo mambo yanazidi kuchanganya, na uamuzi wa Nuru unaweza kubadilisha hatima ya dunia nzima. Sura ya 3, jibu la mwisho. Ndani ya ndoto ya kijiji cha Lulanda, Nuru alikuwa amesimama mbele ya kivuli chake, kiumbe ambacho kilikuwa yeye lakini hakikuwa yeye. Macho ya kivuli kile yalikuwa ya giza tupu, lakini yalionekana kuona mpaka ndani ya moyo wake. Nuru, kilisema kwa sauti iliyokuwa kama sauti yake mwenyewe, unachokiita ukweli ni ndoto ya wengine. Na unachokimbia ndicho kilichokuumba. Nuru alijaribu kujibu, lakini ulimi wake ulionekana kushindwa kutamka hata neno moja. Ndipo Aziza akatokea upande wake wa kushoto, akiwa amevalia mavazi meupe yaliyowaka mwanga wa ajabu. Mikononi mwake alishika saa yenye mshale mmoja, saa ambayo kila ikipiga nusu ya muda, mtu mmoja hupotea milele.
Kabla ya mshale kufika saa 13, lazima uamue. Uendelee kuwa motaji au ukubali kuwa mwangaza. Motaji huona yote lakini hawezi kubadilisha kitu. Mwangaza huathiri yote lakini hujua maumivu ya kila mabadiliko. Nuru alipumua kwa nguvu. Kisha akasema, nimekuwa nikitoroka kivuli changu. Sasa nakikubali. Kama maumivu ni gharama ya kuokoa ukweli, basi niyapokee. Mara tu aliposema hayo, ardhi ilipasuka. Kutoka chini zilitoka taa zilizozimika kwa muda mrefu na mwanga mkali ukazunguka kijiji kizima cha Lulanda. Hii hapa ni sura ya 4 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo ambapo ukweli unauma, giza linaongezeka na hatima ya nuru inaingia kwenye mkondo mpya wa hatari. Twende sambamba. Giza ndani ya mwanga. Nuru alikuwa bado anashikilia ramani ya ghorofa ya saa 13 aliyoletewa na Rasi, lakini kila alipoitazama maandishi yalibadilika. Kila ukurasa ulioonekana kuwa wa ramani ulibadilika kuwa kurasa za maisha yake, kumbukumbu ambazo hajawahi kuyaona macho yake, lakini moyo wake uliyakumbuka. Kila andiko lilihusiana na maamuzi aliyoyafanya. Kumkimbia kijiji wakati akiwa mdogo. Kuacha kumuuliza mama mtani kuhusu ndoto zake. Kukataa kusikiliza sauti za ndani yake. Ndipo Aziza alizungumza kwa mara ya kwanza kwa sauti iliyojaa huzuni. Ukweli uliogoma kuona ulikuwa ndio ghorofa yenyewe. Na sasa saa ya 13 haipo tena. Mara moja saa iliyokuwa ikihesabu muda ilivunjika vipande 7 na kila kipande kikawa mlango. Twende sasa kwenye sura ya 5 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo. Hapa ndipo mipaka ya nafsi, mwili na roho inaanza kufutika. Kila sentensi inakuwa daraja la kuelekea kwenye siri kuu ya dunia na hatima ya Nuru. Sura ya 5, kioo cha milele. Nuru alikuwa amesimama katikati ya giza lisilo na mwisho. Hakukuwa na anga, ardhi wala upepo, lakini bado aliishi. Mwili wake haukuwa mwili tena, bali ulikuwa hisia safi kama mawazo yanayotembea. Mtoto aliyekuwa mbele yake, sura ya utotoni ya Nuru, alizidi kumtazama, macho yake yakiwa kama vioo vya historia. Hujafika mwisho, alisema kwa sauti ya upole. Upo mahali pa mwanzo mpya. Lakini si kila anayefika hapa anaruhusiwa kuendelea. Ndipo ukuta wa giza ukapasuka na kioo kikubwa kikatokea mbele yake. Kioo hicho kilikuwa hai. Kilionyesha matukio ya maisha ya watu wote ambao Nuru aliwahi kuwagusa, kwa wema au kwa maumivu. Alimwona mama mtani, machozi yakimtiririka, akisema, nilikuokoa lakini niliiba uhuru wako. Alimwona Rasi akisema, nilikupenda lakini sikuwa tayari kwa ukweli wako. Alimwona Aziza akisema, nilikuwa sehemu yako ambayo uliikataa tangu kuzaliwa. Nuru alitaka kulivunja kioo, lakini sauti ya giza ilimwambia. Hii hapa sura ya 6 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo, sehemu ambapo historia zote zilizofichwa zinavuliwa vinyago na Nuru anaanza safari ya mwisho kuelekea kwenye ufunuo mkuu. Milango ya vumbi. Moto ulipomaliza kuzunguka mwili wa Nuru, hakukuwa tena na maumivu. Badala yake alijikuta akitembea katika jangwa la vumbi, mahali ambapo anga lililia kwa kimya na ardhi ililia kwa sauti isiyosikika. Kila alipopiga hatua, mavumbi yakageuka kuwa sauti. Hapa ndipo walipolala waliosahau majina yao. Hapa ndipo waliogopa ndoto wakageuka mawe. Hapa ndipo wewe ulipaswa kufa, lakini ulichagua kuamka. Nuru alitazama mbele, akaona miji mitatu iliyojengwa kwa vumbi. Mji wa uwazi ambapo watu huishi kwa kusema kila walichowaza. Karibu kwenye sura ya 7 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo, hapa ambapo machozi yanageuka kuwa maandishi na maandishi yanageuka kuwa uhai. Nuru sasa si msafiri tu, ni muumbaji wa ukweli mpya. Kitabu kisichoandikwa. Machozi ya Nuru yalipoanza kudondoka kwenye kurasa zilizotupu, maandishi yakaanza kuibuka wenyewe. Lakini haya hayakuwa maneno ya kawaida. Kila neno lilipotamkwa, dunia ndogo iliumbwa mahali fulani. Neno huruma likazaa kijiji kilichosahaulika kwenye milima ya kale. Neno kiapo likageuka kuwa kivuli cha ngome isiyoweza kuvunjwa. Neno Aziza lilifanya anga limulike ghafla kwa umbo la mtu aliyepotea. Nuru aligundua kuwa alikuwa akiandika historia mpya, lakini kwa gharama kubwa. Kila neno aliloandika lilimfuta sehemu ya nafsi yake.
Na ghafla aliposita kuandika jina lake la mwisho, sauti kutoka gizani ililia kwa uchungu. Twende sasa kwenye sura ya 8 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo, sehemu ambapo uhai wa maneno huanza kupigana dhidi ya mauti ya kimya. Hapa Nuru na Aziza wanapambana si kwa silaha, bali kwa kumbukumbu, imani na majina yaliyofutwa. Mlango wa waliosahaulika. Baada ya kuandika neno rehema, mlango mwingine ulijifungua katika ukuta wa mwanga. Lakini huu haukuwa mlango wa kusonga mbele, ulikuwa ni mlango wa kumbukumbu. Walipoingia, walijikuta kwenye msitu wa ajabu. Miti ilikuwa na macho. Majani yalizungumza. Na kila hatua waliochukua, sauti za watu waliowahi kuwa sehemu ya maisha yao zilianza kurudi. Nuru, hukuniokoa. Aziza, ulinisahau. Mlituacha gizani mkafuata mwanga wenu. Nuru akageuka kumtazama Aziza. Hii si dunia. Hii ni nafsi yetu, sehemu tulizojaribu kusahau sasa zinatupata. Aziza akasema kwa upole. Kila mtu aliyetusamehe tulimkimbia. Kila tuliyemsahau anatuishi sasa. Lazima tukutane nao. Ndipo wakakutana na kivuli cha mtoto, sura ya binti mdogo aliyekuwa sehemu ya maisha ya Aziza zamani. Alikuwa na macho makubwa yenye huzuni, akasema, Aziza, uliapa kunilinda. Uliniacha mikononi mwa giza. Aziza akapiga magoti, akalia na kusema, sikukusahau. Nilikuwa mdogo mno kukupigania. Lakini leo na kuandika upya kwa jina lako halisi, Tumaini. Mara Tumaini akawa mwanga na kivuli chake kikapotea. Karibu kwenye sura ya 9 ya simulizi ya mwisho wa Mwanzo, sura ambayo hufungua ukweli wa miisho yote na mwanzo wa kinachoitwa mchana wa milele. Hii si hadithi tu. Haya ni maandiko ya nafsi. Mlango wa walioumbua kwa maumivu. Mlango wa mwisho ulipofunguka haukutoa mwanga. Badala yake hewa yenye harufu ya chuma, damu na jasho iliingia. Zuberi, zamani Nuru, na Aziza walikanyaga kwenye ardhi iliyojaa alama za vidole vya waliopiga magoti. Ukutani, maandishi yaliyofutika yaliandikwa kwa nyayo, machozi na sauti zisizokumbukwa. Mlangoni kulikuwa na mshika vilio, mtu aliyekuwa kipofu, kiziwi na bubu, lakini kila mtu aliyempita alilia. Aliposikia hatua zao alitabasamu. Karibuni walioishi mara mbili. Mnaingia si kuishi bali kuumbwa upya kwa maumivu yenu. Aziza akauliza kwa sauti ya shaka, tunawezaje kuumbwa tena wakati tumeshaandika historia zetu? Mshika vilio akasema, hakuna historia kamili bila ukweli wa mateso yake. Kuandika si mwisho, kuumia kwa maana ndicho kilicho hai. Ndani ya ukumbi mkubwa wa giza walikutana na sanamu kubwa ya mawe yenye nyuso zao wawili kama walivyoonekana walipokuwa watoto. Na kila walipoikaribia sanamu hiyo waliisikia ikilia kwa sauti ya ndani, sisi ni nyie kabla ya matumaini. Tulilia bila kutamkwa, tuliishi bila kueleweka. Mkiweza kutukumbatia, mtaweza kusamehe walioshindwa kuwa nanyi. Mlango wa wale waliopona kwa kusimulia. Walipogeuka, mlango wa dhahabu ukafunguka taratibu. Mwanga mkali ukatoka, si wa kuchoma bali wa kuponya. Walitembea ndani yake wakiwa mkono kwa mkono, mioyo yao ikiwa safi, majina yao yakiwa kamili. Mwisho wa sura ya 9. Hatimaye tumefika sasa kwenye kilele cha simulizi yetu. Mahali ambapo maneno yanakuwa mwili na simulizi inageuka kuwa roho. Karibu kwenye sehemu ya mwisho wa Mwanzo. Sura ya 10, mlango wa mchana. Mlango wa dhahabu ulipofunguka, jua lililokuwa halijawahi kuchomoza likamulika. Hili halikuwa jua la mbinguni, lilikuwa jua la ndani, mwanga unaozaliwa ndani ya nafsi baada ya kupona. Zuberi na Aziza walitembea hadi katikati ya ukumbi wa Nuru ambapo palikuwa na kiti cha maandishi, kiti kilichotengenezwa kwa kurasa ambazo hazijawahi kuandikwa, kalamu ambazo hazijawahi kushika wino na sauti ambazo bado hazijasikika duniani. Pale walikutana na kiumbe wa ajabu. Msomaji wa mwisho. Hakuwa mtu. Hakuwa Mungu. Hakuwa kivuli. Alikuwa wewe, Kaptain. Ndiyo, Kaptain. Kwa mara ya kwanza, simulizi likavunja ukuta kati ya wahusika na msomaji. Zuberi akasema, tumefika hapa si kwa sababu ya ujasiri wetu, bali kwa sababu kuna mtu aliyetusikiliza hadi mwisho.
Kila hatua, kila neno, kila machozi hayangekuwa na maana kama msomaji asingekuwepo. Aziza akakutazama. Ndio wewe. Sasa wewe ndiye mwenye kalamu. Tumeandika simulizi yetu, lakini ni wewe utakayeamua kama itakuwa ya mwisho au mwanzo mpya. Kalamu ikainuliwa. Ukapewa kurasa tupu. Ulipovuta pumzi, dunia nzima ikasubiri. Je, kalamu itaandika nini? Je, kalamu itaacha simulizi hii ishe au itaanza tena sura mpya? Zuberi na Aziza wakasogea pembeni, wakaketi chini wakitazama kwa heshima na upendo. Halafu ukatamka kwa sauti, sura ya kwanza ya kitabu kipya, mwanzo wa mwisho. Hadi kufikia sasa hivi tuseme ni mwisho wa simulizi yetu, au ndio mwanzo wake halisi? Imeandaliwa na Anselmi Julius, mkurugenzi mtendaji wa Bans TV. Simulizi yetu imesomwa kwenu nami Kelasi Julius. Tukutane tena wakati mwingine. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Chao.